ya YouTube ya 5 Media. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kwenye YouTube channel hii ya 5 Media. Tuna story mbalimbali na update mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa kuliko ni kuhusiana yale ambayo yanaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya mchezo wa Kariakoo Derby kuhusisha Simba Sports Club ambao walikuwa wenyeji kuwakaribisha Dar es Salaam Young Africans, wote wakitokea katika mkoa wa Dar es Salaam, ambapo maskani yao ni mitaa Kariakoo, mmoja akiwa Msimbazi na mwingine akiwa mtaa wa Jangwani. Wawili hao walipokutana siku ya Oktoba 19 katika dimba la Benjamin William Mkapa majira saa 11 jioni, tulishuhudia mpira ukiwa na kasi pamoja na mambo mbalimbali yaliyoendelea uwanjani, lakini mwisho ni kwamba Dar es Salaam Young Africans waliweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Sasa hapa tunakuletea yale ambayo yaliendelea baada ya michezo, na msahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kama nilivyokujuza kwa channel yetu hii ya YouTube ya 5 Media. Mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sport Club Clatous Magori bado anaendelea kuwa gumzo katika mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya kuendelea kutoa kauli tata juu ya matokeo ya kikosi cha Simba kwenye mchezo dhidi ya Yanga Oktoba 19 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Baada ya mchezo huo, kupitia ukurasa wake wa Instagram, Bwana Magori alichapisha ujumbe wa kumlaumu golikipa wa Simba, akiamini kwamba amefanya uzembe wa kiwango cha juu mno. Musa Kamala, maneno yake aliyoandika akimuita mara 3, nimekuita mara 3, tutajua very soon, hata huko Konkali tutafika. Hakuishia hapo, alimshushia lawama mwamuzi wa mchezo huo Ramadhani Kayoko, akiamini kuwa hakutendewa haki timu yake. Kayoko kaangushwa mara 2, Kayoko Kibu kaangushwa mara 2 ndani ya 18 ya kutoa penalti. Anaenda kutoa faulo, haina kichwa wala miguu, anaandika Clatous Magori. Magori alirejea tena na chapisho jingine akiwalaumu wenye haki ya matangazo ya television, akisema kuwa wamefumbia macho makosa ya mwamuzi, kwani anaamini walikuwa na sauti ya kuyakemea makosa hayo. Siku ya jana akaishia kwa machapisho hayo mawili, lakini mapema Oktoba 20 Magori amechapisha ujumbe mwingine akisema kuwa aliyofanya jana akusudi wala sio hasira za kupoteza mchezo, hivyo leo ataweka mambo yote hadharani. Mlifikiri ni hasira za jana? Hapana, leo nitaongea, ameandika Clatous Magori. Bado wadau wa soka wanasubiri atakachozungumza Bwana Magori, kwani amesisitiza ni lazima leo avunje ukimya kutokana na yale ambayo yameendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na hii ni 5 Media, ambapo tunakuletea yale ambayo yanagusa headline mbalimbali kuhusiana na matukio baada ya mchezo huo wa Simba Sports Club, Simba akiendelea kuwa vibonde kwa Dar es Salaam Young Africans. Basi hisia mbalimbali za mashabiki, viongozi wameweza kuziondoa ndani ya mitandao mbalimbali ya kijamii. Hii ni 5 Media na kazi yangu ni kupitisha kwenye anga mbalimbali za kimichezo ndani na nje ya mipaka Tanzania.